Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ-San Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja. Ikiwa ni Julai 4, fimbo ya mchungaji kuwa fimbo ya enzi. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 13. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa asubuhi njema. Asante kwa baraka zako asubuhi ya leo. Tunajikabidhi kwako tunapojifunza maandiko yako matakatifu. Tuongoze na masomo haya kapate kutusaidia kuishi sawa sawa na mapenzi yako. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Kadiri wana wa Yesu walivyopita mbele ya Samueli, angeweza kumchagua Eliabu ambaye alikuwa mrefu wa kimo na mwenye muonekano wa ukuu, lakini malaika wa Mungu alisimama karibu yake ili kuwaongoza katika uamuzi huu muhimu na kumwamuru kwamba asifanye uamuzi kwa kutegemea muonekano wa nje. Eliabu hakumcha Bwana. Moyo wake haukuwa katika upatanifu na Mungu. Angekuwa kiongozi mwenye kiburi, mwenye mabavu. Hakuna aliyepatikana miongoni mwa wana wa Yese ila Daudi, aliye mdogo zaidi, ambaye kazi yake unyenyekevu ilikuwa kazi ya kuchunga kondoo. Alikuwa ameijaza nafsi ya unyenyekevu ya mchungaji kwa uaminifu na ujasiri mwingi kiasi kwamba Mungu alimchagua kuwa nahodha wa watu wake. Baada ya muda, alipaswa kuibadili fimbo yake ya mchungaji kuwa fimbo ya enzi. Utasoma Spiritual Gifts, gombo la 4A, ukurasa wa 77 hadi 78. Mungu alimchagua Daudi, mchungaji mnyenyekevu, kuongoza watu wake. Alikuwa mwaminifu katika sherehe zote zilizohusiana na dini ya Kiyahudi na alijipambanua kwa ujasiri wake na imani isiyoyumba kwa Mungu. Alikuwa asiye kifani kwa uaminifu wake na heshima. Uimara wake, unyenyekevu, kupenda haki, msimamo wake kitabia vilimstahilisha kutekeleza makusudi ya juu ya Mungu, ili kuwafundisha Israeli katika ibada zao na kuwatawala kama mfalme mkaribu na mwenye hekima. Maisha yake ya kidini yalikuwa ya unyofu na ya bidii. Ilikuwa wakati Daudi alipokuwa mwaminifu kwa Mungu na akiwa na sifa hizi bainishi zilizotukuka za kitabia, ndipo Mungu alimuita mtu upendezaye moyo wake. Utasoma Spiritual Gifts, gombo la 4A, ukurasa wa 85 na 86. Heshima kubwa aliyopewa Daudi haikumfanya ajiinue. Licha ya nafsi ya juu aliyokuwa aichukue, aliendelea kimya kimya na kazi yake, akiridhika kusubiri utimilifu wa mpango wa Bwana kwa wakati wake na kwa njia yake, akiwa mnyenyekevu na mwenye staha kama kabla ya kupakwa mafuta. Kijana mchungaji alirejea milimani na kuendelea kutunza na kulisha mifugo yake kwa upendo kama zamani. Daudi, katika ubora na nguvu ya maisha yake ya ujana, alikuwa akijiandaa kutoa nafsi ya juu na yenye heshima kuliko zote duniani. Karama zake kama zawadi nzuri kutoka kwa Mungu vilitumika kuusifu utukufu wa mpaji wa kimbingu. Fursa zake za kutafakari zilitumika kumtajirisha kwa hekima na uchaji vilivyomfanya kuwa mpendwa wa Mungu na malaika. Upendo ule uliomsukuma, huzuni zile zilizomsumbua, ushindi ule ulioandamana naye, vyote vilikuwa ni mambo aliyoyatafakari.
na kwa kadiri alivyoliona pendo la Mungu katika mapito ya maisha yake, moyo wake ulidunda kwa kicho na shukrani zaidi. Sauti yake ikatoa nyimbo zilizobora zaidi, kinubi chake kikatoa sauti ya shangwe kuu zaidi, na kijana mchungaji akaendelea kuimarika toka nguvu hadi nguvu, kutoka maarifa hadi maarifa, kuwa Roho wa Bwana alikuwa pamoja naye. Utasoma Wazee na Manabii sehemu ya 2 ukurasa wa 296 na 297. Huu ni mwisho wa somo letu la Julai 4, fimbo ya mchungaji kuwa fimbo ya enzi. Na tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi kwako asubuhi ya leo. Tunapoelekea katika shughuli zetu, baraka zako ziwe pamoja nasi. Tuongoze na yote tukayatende chini ya utukufu wa jina lako, kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Kumbuka, Yesu akiinuliwa juu, maisha yanabadilika. Mungu akubariki. Anakuja.